Yeye mchungaji sio mtu mwepesi kama unavyofikiria, kwa sababu muda wote huwa analindwa na maombi. Bwana, mahali hapa na kuita shuka, ukaangushe kila ngome za kipepo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo, na kupiga na kuangusha na kuharibu na kuteketeza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuli hai. Kwa kazi ambayo mliweza kuifanya Kisumu, ulifanya kazi nzuri, lakini mwenzako Dubu kwa uzembe alioufanya, ndicho maana mpaka leo hii yuko kifungoni. Wewe umekuleta hapa kwa minajili ya kuja kuongezea nguvu hapa Nzela ili kuipoteza nuru. Kikweli nashukuru sana kwa sababu nafasi hii nilikuwa naitamani sana kwa kuonana na mkuu. Leo tuko pamoja, nitafanya kazi na nitakutumikia. Safi sana. Mkuu, nilikuwa naomba Kabura amkaribishe mgeni. Kimya. Lakini mkuu, kama kuna namna ipo ya kukaribisha, mimi nipo tayari nikaribishe. Nisikilize. Hapa tumekuja kwa kufanya kazi moja tu, kuipoteza nuru ya hapa Nzela. Ndio mkuu. Wakuchovya. Toa. Wewe si mzee Likoma? Wewe koma hilo sandalagu. Kweli wakuchovya. Wakuchovya. Ndio baba. Sikiza wilo. Otimbi. Naam mkuu. Mkishirikiana na Wakuchovya, mkiwa na Kabura, ninawaagiza hii kazi mara moja mkaifanye, kupoteza nuru ambayo ni siku ya Jumapili kesho. Msambaratishe kanisa. Hapana mkuu, hii haiwezekani. Unawezaje kumkabidhi madaraka mtu ambaye ni msaliti? Wakuchovya amekuwa ni msaliti sana, kama vile lilivyo jina lake. Amekuwa akitumia nguvu yetu ya mizimu kuingilia wanawake za watu pasipo ridhaa yao. Hivyo mkuu wangu, Wakuchovya ningependa endelee kutumikia adhabu yake. Yaani ulivojirembua usoni kafikini. Kimya. Nimewapa kazi, mkaifanye kazi inavyopaswa. Ndio mkuu. Jirembua usoni tu matakoni. Sisi tupo tayari. Sawa. Mimi nilipo hapa nategemea kusafiri, nije nirudi nikute majibu yako vizuri na mmeifanya kazi kwa ufasaha. Mnasubiria nini? Kalukukuye. Naam mkuu. Masiara yako sipendi. Nadhani umeona mfano. Na uendelee na masiara yako ya kipuuzi hayo. Haitojirudia tena mkuu hiyo. Sawa. Nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru. Unajua mke wangu, leo inabidi tujifunze neno linalozungumzia neema. Maana
inatukumbusha kuhusu upendeleo ambao Mungu ametupatia. Ni kweli kabisa, kwa sababu hata hivi hii familia yetu siku hizi imekuwa na changamoto sana. Kwao itakuwa ni vyema sana kuwa tunajifunza Biblia, inaweza katusaidia. Wake Mungu ndio mweza wa yote. Sawa, acha tuyaangalie maandiko yanasema nini. Sawa. Huyu mchungaji anachanganya sana akili yangu. Licha tofauti tulizonazo, lakini bado nakupenda sana. Hivi ni lini nitakupata? Najua nawaza sana, wapi ambapo nitaweza kukutega na nikakupata vizuri. Kama ni chumbani, ulikuwepo, nilishindwa, lakini bado na imani nitapata nafasi ya pili. Tuangalie kwa Mtume Paulo waraka ambao aliutuma kwa Tito. Tukiangalia ile sura ya 2 na mstari ule wa 11. Neno la Mungu linasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Tuendelee mke wangu. Kwanza tuangalie kuhusu hili neno neema. Maana ya neema ni nini? Mtu msumbufu bwana. Hapana, wenda ana shida. Ungempokelea kumsikiliza kama ana shida gani. Mke wangu, achana nao, watu watatutoa kwenye uwepo wa neno la Mungu. Ni sawa, lakini ungempokelea kumsikiliza. Wenda anataka hata huduma ya kuombewa. Ungemsikiliza. Hebu achana nalo, tuendelee kwanza. Maana ya neno neema hebu achana naye. Wewe ungepokea kumsikiliza. Hii huduma umepewa na Mwenyezi Mungu ili uweze kuifanya kusaidia watu mbalimbali wenye shida mbalimbali. Sasa unavyokuwa unapiga simu hapa huwapokelei, sio vizuri. Mke wangu, wewe hujui tu kuhusu huyo mtu. Ni kitu gani kinaendelea kati ya wewe na huyo mtu? Au ni mtu wako ndio maana unataka kupokea simu mbele yangu, si ndio? Mke wangu, hebu achana na mambo ya simu basi. Hapana, ungepokea simu na mimi nikasikia. Sasa unavyokataa kupokea simu unaniambia kama mimi sijui. Sasa sijui nini? Labda ni mtu wako, unakuna niaga mke wangu unaenda kuhudumia huko, sijui kuwaombea, mnaenda kuombeana, si ndio? Kuombeana? Sasa mbona unakataa kupokea simu mbele yangu? Hapana. Limeniudhi sana. Yaani ni bora ungepokea simu nikasikia kwamba ni shida gani. Yaani unaniambia tu kwamba sijui kuhusu huyo mtu.
Kwa huyo mtu wenda ni mtu wako na ndio maana utakupokea simu yangu, si ndio? Mtu wangu? Usiku unaposhuka, sauti hunong'ona, wengi huogopa, mioyo hutetemeka. Umesema nikuite, utaniitikia. Utanionyesha mambo makubwa na magumu nisiyoyajua. Baba, onekana katika hili. Kwa akili zangu mimi siwezi, na kuhitaji Bwana. Yesu kwetu ni rafiki, ambiwa haja pia, kwamba tukimwomba Mungu maombi asikia. Kidao. Abe mjomba. Hivyo unaweza kunifanyia kitendo cha hivyo kweli? Nimefanya nini tena? Wewe unajumuika na wananzengo kunikimbiza mimi kweli? Lazima ningefanya hivyo kwa mambo unayoyafanya mjomba. Sasa basi, nakwambia hivi. Kama utaendelea na mtindo huo, utakwenda alikokwenda mama yako. Unasema nini mjomba? Hujanisikia? Sijasikia, ndio rudia. Nasema kama utaendelea na tabia hiyo, utakwenda alikokwenda mama yako. Oh, kumbe wewe ndio unaonekana umehusika kabisa na kifo cha mama yangu. Ni mimi. Nihusike na kifo cha dadangu mimi huyu. Ndio. Kumbuka angu, mjomba ni mama. Nalifahamu hilo, ndio maana Sasa kwa nini unanifanyia vitu vya upumbavu? upumbavu? Kwa mambo unayoyafanya mjomba. Huna hata aibu kunifanyia vitu vya hivyo kweli. Sasa nakwambia hivi, Kidawa, kama wewe kweli ni mtoto wa dadangu mimi na unazidi kunifuatilia vitu vya hivyo, utanitambua. Tuna mambo yako ya namna hiyo. Usinitishe mjomba. Haya. Kama kweli wewe ni mtoto wa dadangu, endelea na mambo yako hayo unayonifanyia. Utanitambua tu kwamba mimi ni nani, kama ni mjomba wako kweli. Vipi, mbona uko hivyo? Wewe acha tu. Leo sokoni bana limetokea tukio la ajabu sana. Tukio gani? Kulikuwa kuna mzee mchawi anakimbizwa kule. Haya matukio ya uchawi yalikuwa gani ameshakoma. Imekueje? Tena mchawi anatokea katikati ya watu sokoni. Yaani walimkimbiza mpaka kwenye ile poli la Membe. Ile pola kule chini? Huko huko. Walipomfikisha kule, inasadikika kuna mtu alikuja kumsaidia. Mtu fulani hivi kavaa kanzu, inaonekana naye ni mchawi. Ila huku ni mgeni. Amevaa kanzu. Na ni mgeni. Walivyokuwa wanasema ni kwamba alikuwa anabadilika anakuwa simba. Hivyo yani kabla naye wamchome afu akakimbia. Na mimi nashindwa kuelewa kwamba nani anaweza kumsaidia mchawi kwa hii nzera yetu. Na ni sheria ambayo imewekwa. Afu ubaya kabisa sasa. Waliokuwa wanamfukuza yule ni wale kina Kijiti na group lake. Na unajua kabisa wale wakikufukuza mchawi hawezi kukuacha salama. Vipi, mbona kama uko sawa? Niko sawa, tuendelee. Okay. Saa ngapi hapa? Saa 9. Saa 9. Yes. I see. Chelewa ibadani. Ngoja niende ibadani jioni. Mganga amenitapeli huyu.
na lengo la wewe kutokung'atwa na nyoka ni wewe kufanya kazi pamoja na sisi tukiwa na mkuu wetu huyu. Mimi hamna utapeli. Kama ulivyosikia, mambo ya Kisumu yaache Kisumu. Sasa hivi mimi ndio mkuu wenu, sijui unaelewa? Siwezi nikakuelewa, ule ni tapeli eti watajia. Sikiliza binti, nakusikiza nabii. Ashakuwa mwanafamilia huyu. Karibu kwenye familia yetu. Asante. Nadhani ndio hapa. Ndiyo. Na wakuchovya kwa? Sasa mbona atokee? Kwani nyinyi huwa mnafanyaje kazi? Tumepewa kazi alafu hajafika. Mna utaratibu gani huko? Ndio maana hata mkuu nilimwambia wakuchovya hatufai kwenye hii kazi yetu. Sasa sikiliza, hii kazi tushafika. Kama ni kanisani tayari tumefika, hatuwezi kuondoka. Inabidi tupambane sisi wenyewe wawili. Basi tusipoteze muda. Twende. Usiku unaposhuka, sauti unong'ona, wengi wogopa, mioyo utetemeka, lakini ipo nuru isiyozimika, wangaza njia gizani. Mapambano yanaanza. We mchungaji we, inakuwaje na tunyima usingizi sisi? Hiki kijiji ni mali ya wachawi, sio wewe unakuja kututikisa kama nani yani. Leo ndio utakuwa mwisho wako, utajuta kuja kwenye kijiji cha Nzela. Na kwa nini kila tunapotega mitego yetu unategua? Leo ndio mwisho wako. Mkuu wetu katutuma kuja kukuangamiza, na hapa hatujaja kulemba, tumekuja kukumaliza. Alafu kumbuka, mchawi haongei sana, huwa anaenda na vitendo. Acha tumuonyeshe.